Watazamaji wa Ebeneza TV, toka mwanzo wa msiba huu, siku ya kwanza tumekuwa tuko pale Facebook, YouTube na Instagram popote pale ambapo tunafika sisi, na leo ni siku ya mwisho kabisa ambapo tumemhifadhi ndugu yetu na rafiki yetu Bwana Fabian, ambapo mbele ya kamera hapa tuko na mama yake mzazi, ambapo sasa anaweza kuzungumza mawili matatu kuhusiana na namna ambavyo leo ameweza kuhifadhi mwanae. Hebu tuambie mama, kwa ufupi kabisa, mtoto wako alikuwa mtoto wa namna gani kwenye jamii? Hebu tuambie alikuwa mtoto wa namna gani kwenye jamii? Okay. Hebu tuambie, kijana amekatishwa maisha akiwa mdogo sana. Ni jambo gani ambalo unaweza kutoa kama ujumbe kama mama kwa vijana wengine na kwa Tanzania kwa ujumla? Karibu hata kwa ufupi tu. Ni mama mzazi wa Fabian, ambapo hayo ndio waliowasema. Hebu tuambie, una neno gani kwa wale ambao wanakufuatilia sasa? Neno moja tu kwao. Najua kupotelewa na mtoto si jambo jepesi, lakini kuna watu ambao wanakutazama, wanatamani kusikia neno moja kutoka kwao. Mimi nashukuru kwa maneno yao. Asante. Okay. Nashukuru sana kwa ushirikiano watu kushiriki mazishi ya mtoto wangu. Nashukuru sana kwa mchango wenu. Hebu tuanzie hapo. Fabian alikuwa mtoto wa namna gani kwako? Alikuwa ni mtoto mwema tu. Hana shida. Alikuwa na tatizo lolote, mtu wa Mungu. Mungu kashamponya zaidi. Ni ujumbe gani ambao unautupa kwa vijana siku ya leo? Kwamba tunahamasisha vijana wawe kumbuka Mungu, wawe wacha Mungu, wawe na busara na hekima. Tunawashauri vijana. Tumeona pia hii sehemu pia ni pakame kidogo. Kama balozi wa mazingira, ulishapata watu ambao wanakuhamasisha kuhusiana na issue ya upandaji wa miti? Okay. Neno la mwisho? Asante.